Hii ni K-News habari. Tarehe 30 tulikuwepo hapa katika Mahakama Kuu Kanda ya Mbeya kwa ajili ya kesi ambayo imefunguliwa na mke wa rafiki yetu, mke wa mwanachama mwenzetu Kamanda Mdude Nyagali. Kesi ambayo ameomba Mahakama Kuu itoe amri kwa jeshi la polisi kumleta Mdude mahakamani au kumwachia huru mahali ambapo amemhifadhi. Na hii imetokana na kwamba tulikuwa tunazo taarifa ambazo awali zilionyesha kuna afisa wa jeshi la polisi ambaye mwanzo alihusishwa na habari ya ukamataji wa Mdude. Kwa hiyo kwa majina ya huyo mtu pamoja na maafisa waandamizi wa jeshi la polisi, leo mke wa Mdude alifungua kesi Mahakama Kuu kuomba jeshi la polisi lipewe amri na Mahakama Kuu kumleta Mdude au kumwachia huru aendelee na mambo mengine. Leo tukiwa mahakamani, nafikiri tulikuwa na mawakili wetu wakiongozwa na wakili msomi Boniface Mwabukusi, lakini tulikuwa na mawakili wengine wawili akiwepo kaka yetu Hekima Mwasipu. Jaji amesikiliza kesi, amesikiliza kwa maana ya maombi ambaye ni mke wa Mdude kwa hoja hizo nilizozisema, lakini pia serikali imejibu kwa maana ya kwamba wamedai hawamtambui huyo askari anaitwa Chalo kwamba sio askari wao, lakini kwa vyanzo vyetu na taarifa zetu na Watanzania wanamjua Shabani Chalo ni mtu amefanya kazi ofisi ya RCO, na nafikiri picha zake tulizisambaza watu wakaziona. Kwa hiyo jitihada zetu ambazo tutaendelea nazo ni kuhakikisha kujua huyo Chalo tunampata kwa njia gani. Kama si askari, basi tujue alikuwa anajitambulishaje kama ni askari. Kwanza nitoe mwito, mambo ya utekaji tusiyahusianishe na chama. Yaani tukizungumza utekaji ni Chadema au ni CCM, wanaotekwa ni wengi. Kuna mtu anaitwa Daniel Choncholio, ni mtu wa Tarime, alikuwa ni CCM. Nafikiri huu wajibu tuendelee kupaza sauti, si kwa wanachadema peke yake. Watanzania wote tuongeze nguvu kwenye namna ya kupiga kelele. Nimemsikia juzi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akifunga bunge. Amelitaka jeshi la polisi kufanya kazi ya kujua au kukomesha mambo ya utekaji. Kwa hiyo niombe, kama kweli wanamaanisha haya mambo, Watanzania kwa umoja wetu bila kujali itikadi za vyama. Mdude anaweza kawa ni Chadema lakini alioa mtu ambaye sio Chadema. Choncholio anaweza kawa ni CCM lakini alikuwa na mahusiano na watu wengine. Habari ya uhai wa mtu nafikiri ni jambo la Mungu mwenyewe. Nitoe mwito tu kwa Watanzania wote, tusitemu kwamba kwa sababu alitekwa Mdude wanaotakiwa kupiga kelele ni Chadema peke yao. Hiyo haiwezi kuwa sawa. Uhai wa mtu tuulinde wote wa Tanzania, tuulinde kama katiba yetu inavyotutaka, kama sheria zetu zinavyotutaka, na kama mikataba ya haki za binadamu tuliyosaini ya kimataifa. Tutoe mwito kwanza si kwa kesi tu ya Mdude na maeneo mengine yote. Mke wa Mdude ametufundisha namna ya kuanza kudai haki. Kwa hiyo tuombe na kwa maeneo mengine, kwa kina Soka, kwa kina Mrai, kwa kina Meshaki, kama tuna nguvu za kutosha tuendelee kuzisumbua mahakama zetu. Tunaamini ipo siku hata kama haki haitendeki, ipo siku tutakuja kupata mtu ambaye atashikwa nafsi yake na atatenda haki kwa ajili ya taifa hili. Hii ni K-News habari.